ameweka screenshot ya page ya Facebook ambayo inaonesha ikiwa na jina lake Stamina Shorwebwenz, ikiwa na followers 717,000, ikimtambulisha vizuri kabisa kama msanii ama band. Lakini Stamina ameandika, anasema, narudia tena na tena, hii account sio yangu wala sijui. Hii account huko Facebook imekuwa ikitapeli watu kwa muda mrefu na kuposti vitu vya ajabu. Nimekuwa nikipokea simu nyingi na lawama nyingi sana. Uzuri nilishawahi kuiposti hapa na kusema watu wasifatishe, hii account ni ya utapeli. Lakini nashangaa bado watu hawasikii na wanazidi kutapeliwa. Nilishafikisha hili swala kwenye mamlaka husika, ila mpaka leo kimya, hajapatikana. Kila nikifuatilia na asubirishwa tu. Sina account Facebook mimi. Tusaidiane kupaza sauti kwenye hili, na poleni wote mliopitia changamoto na mnaoendelea kupata changamoto. Mwisho wa kila ambacho amekiandika Stamina. Hebu tuambie Stamina, nini ambacho kimetokea specific mpaka leo umeamua kuiposti tena akaunti hii ambayo inafanya utapeli pale Facebook? Wanatapeli, kashatapeli pesa nyingi sana. Katapeli pesa na wadanganya wanawake huko, anatongoza wanawake tofauti, anaposti mavitu ya ajabu, anashiriki kwenye mambo, anaongea, anaweza kaposti picha hata ya rais, akaongea vitu vingine vya ovyo. Anaweza kufanya vitu vingi ambavyo vinaweza vikaletea mimi matatizo kipindi ambacho hata huyo sio mimi. Kwa hiyo huyu kwa sasa hivi mimi simuoni kama ni shabiki. Huyu namuona kama adui tu. Adui ambaye anataka kuniharibia mimi ugali. Hiyo account nilishaionaga Instagram, mimi uko Facebook muda sasa. Lakini zamani hiyo account ilikuwa inaposti tu vitu vyangu vya muziki. Yaani vitu vyangu ambavyo naviposti mimi Instagram labda, na yeye mwenyewe anaviposti huko Facebook, which nilikuwa naona ni shabiki ambaye anapenda muziki wangu, ameamua kusambaza taarifa kwa mashabiki zangu. Haikuwa na ubaya. Na hata pia simkatazi mtu kufungua account kwa jina langu na kuposti vitu vyangu. Ina ubaya kabisa. Ubaya ni pale tunapoanza kupata kesi za utapeli. Kwa maana yake ni unatumia jina langu vibaya. Ukitumia jina langu vibaya unaniharibia na mimi. Mimi sikatazi kabisa shabiki kutumia account yangu kufanya vyovyote, ni shabiki. Tena ananisaidia kufikishia ujumbe kwa watu wengine pia. Lakini kwenye engo ya utapeli hapana. Hapo unakosea kwa sababu unaniharibia na mimi. Kuna watu hawajui kama yule sio mimi. Kuna watu wanajua yule ni mimi. Kwa hiyo unaponiingiza kwenye utapeli, watu wanaweza kujua mimi tapeli ni mimi. Kumbe mimi sihusiki na chochote. Na sijaiposti leo tu. Au ukiangalia kwenye account yangu nyuma huko pia kuna posti. Nilishaikuposti account na nikasema watu, hii account huyu sio mimi. Huyu anatumia kutapeli watu. Kwa hiyo msimsikilize wala usimfuatishe chochote anachokwambia. Ni tapeli. Lakini Watanzania tumekuwa na vichwa vigumu sana. Unaposti mtu na unamwambia kabisa na bado anazidi kumsikiliza na anatapeliwa. Hapo akishatapeliwa anakuja kwangu DM na kuanza kunipa lawama, mimi tapeli, na wakati nilishaposti na kusema tapeli. Na sio ubaya. Hii mimi nishafikisha hadi kwenye vyombo vya haki. Na hadi nikapewa arabii, wakasema watafuatilia, lakini kila ukiuliza unaambiwa hichi, kesho unaambiwa kile. Sasa siwezi nikazilaumu mamlaka husika. Lakini ni kitu ambacho nishafikisha hadi kwenye sehemu husika pia. Sema tu ndio sijawahi kupataga mrejesho wa umalizaji wa hili swala. Sasa kesi zimekuwa nyingi, kila siku napewa kesi za utapeli. Kwa hiyo ndio maana najitahidi kutumia account yangu ambayo iko verified ya Instagram kuweza kuambia watu kwamba ile account sio account yangu. Na tulipata hadi namba ya huyo jamaa ya WhatsApp anaotumia kutapeli mimi. Na mimi sina mamlaka nikasema hizi nichukue washikaji zangu mtaani tumtafute huyo tukampige. Hiyo bado navunja sheria hapo. Kwa hiyo natakiwa nikabidhi kwenye mamlaka husika, polisi, TCRA, hao ndio wanaohusika. Kwa hiyo na mimi nilifanya hivyo, nimefikisha kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo nakaa nasubiri majibu ya mamlaka husika. Kipindi nasubiri majibu ya mamlaka husika, utapeli huko bado unaendelea. Kwa hiyo ndio maana najitahidi kutumia account yangu kuelekeza watu kuhusu utapeli wa huyo mtu. Kuna mpango gani sasa, kwa sababu kama ulishatoa taarifa na utapeli kama huo unaendelea mpaka sasa hivi, nini ambacho unafanya? Ndio juzi kuna account kadhaa zimenicheki na kusema kwamba bwana sisi tunaweza tukaifuta hiyo account. Ndio nikasema basi tuwasiliane jamani ili waone wananisaidiaje. Kibidi waifute kipindi ambacho tunasubiria vitu vingine, kama wanaweza wakaifuta ikatoweka kabisa. Tutakuwa tumefanikiwa kwa sababu watu pata nafasi nyingine ya kuendelea kutapeli watu. Kwa hiyo ndio watu ambao tangu nimeposti wamenicheki, tunaangalia jinsi gani tunaweza kufanya hilo swala. Ninafanya check up zaidi na mtaalamu wa IT. Atuambie kama issue hii inawezekana kuiondoa ama kitu gani kinachotakiwa kufanyika.
Mimi kwa majina naitwa Cleophas Francis, ni mtaalamu wa teknolojia ya habari. Jina lingine naitwa IT. Inawezekana, lakini sasa hii inakuwa haipo katika mikono yako. Sasa moja hapo kwanza huwa ni kuireport page husika au account husika. Sasa hii unaireport kwa wahusika. Manake kama ni Meta, manake kama ni Facebook utareport kwa technical support ya Meta, au Instagram kwa sababu Instagram, WhatsApp, Facebook wote wako chini ya Meta. Kwa hiyo utareport kwa technical support. Kwa maana unaireport page husika kwamba inafanya impersonation, kwa maana inatumia taarifa ambazo zinashabihiana na zako, na majina yako na kila kitu, ili kuskamu watu. Sasa hiyo ni taarifa unaireport sasa hiyo page husika. Kwa wao watatake action. Yapo wakati mwingine changamoto inayotokea ni kwamba unakuta kuna distinction ndogo ambayo ameiweka. Let's say mimi naitwa Francis. Sasa kwenye ile Francis ambayo mimi nakuwa naitumia inakuwa mwishoni, let's say inaishia na S. Kwa hiyo baada ya S anaweka C. Kwa hiyo inakuwa ni Francis yenye C mwishoni. Sasa hii wewe mtumiaji, sasa wewe ambaye unaingia kwenye hizo pages na hizo social accounts, inakuwa ni jukumu lako wewe kutambua kwamba okay, huyu ambaye namtambua mimi na mfahamu ya kwake inaonekana hivi. Na ndio maana kinachotokea ni kwamba mtu kama akifikia katika mazingira hayo, inamlazimu kufanya public announcement kwamba jamani, account hii inaendeshwa kwa majina haya, hii sio ya kwangu mimi kwa sababu inaonekana taarifa hii utofauti, aidha majina mwishoni ina hizi, au aidha ya kwangu imekuwa verified. Kwa hiyo inakulazimu kufanya public announcement ili kutengeneza ile public awareness kwamba watu wasiwe scammed kwa mtu ambaye amefanya impersonation. Njia sahihi ni yeye kuripoti to Meta na kuasisitiza ili wao kublock. Hawafanye policing, kwa maana ya kwamba wao wanakuja sasa kama polisi kutafuta mtuhumiwa. Kwa wao wanafanya judgment based on facts ambazo zinaonekana. Kwa sababu hii account maanaka kufungua yeye ni mtu tu aliamka tu kwa taarifa tu zinazohusiana na Stamina, akafungua hiyo account inayoshabihiana na taarifa za Stamina. Sasa hiyo kushughulika naye inakuwa ni ngumu. Hiyo lazima tu ufanye public announcement. Hakuna namna utairudisha. Lazima ufanye tu public announcement kwa hiyo kutengeneza public awareness. Lakini kusema utaichukua kwake kwa sababu yeye amejimilikisha yeye jina. Kwa hiyo unafanya public announcement, afu kitu kingine una report police. Kwa maana sasa kutafuta huyu mtu anayeendesha hii account na njia nyingine zinazofuata, maana aidha na wewe utumie hackers ili kuapproach ile account afu ili uweze kuipiga simu. Sasa inakuwa ni battle. Inawezekana, lakini itatumia nguvu nyingi, itatumia resources nyingi zaidi, kitu ambacho watu wanakuwa na kikosa. Inawezekana. Hadi sasa tunavyozungumza, ukiingia kwenye mtandao wa Facebook na ukatafuta hiyo page ya Stamina Shore Bwenzi, utakutana na page hiyo hapo, na kuna namba ya simu ambayo Stamina ameitaja kwamba inatumika WhatsApp kwa ajili ya kutapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana, yawezekana ukawa moja wapo ya watu ambao unawasiliana na hiyo namba ambayo ukidhani kuwa ni Stamina, kumbe ni yule Stamina wa Facebook. Namba hiyo ni 0755932055. Usije kusema kuwa Stamina haja kuambia.